Bana, habari njema ni kwamba kwa upande wa Silver Strikers kutoka pale nchini Malawi tayari wameshawasili ndani ya Tanzania kwa ajili ya mchezo wa marejeano dhidi ya Dar es Salaam Africans, mchezo ambao utachezwa hapo kesho majira ya saa 11 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Lakini namna ambavyo wamefika Silver Strikers ndani ya Tanzania utakwenda kushangaa, ni namna ambavyo wamekuja na mbinu zao. Kama ambavyo tunafahamu kwenye upande wa soka la Afrika mara nyingi mambo yamekuwa ya kiutofauti zaidi. Namna ambavyo timu nyingi zimekuwa zinafika licha ya changamoto mbalimbali ambazo wanakutana nazo ugenini, lakini na wenyewe wanajiandaa kisaikolojia. Sasa tayari wameanza, au naweza nikasema kwamba baada ya kuwasili ndani ya Tanzania wamefanya mambo kadha wa kadha ambao nitakwenda kukuelezea hapa. Mambo haya yakihusishwa na mambo ya kishirikina, hasa kulingana na namna ambavyo mambo yao wameanza kuyafanya tangu wamewasili ndani ya Tanzania. Sasa kabla sija kupatia taarifa hii, nikukumbushe tu, hii hapa ni Swahili Media. Kama bado hujaweza kusubscribe, basi nikuombe subscribe ili tuwe pamoja siku zote. Mimi naitwa Chicharito, karibu tuweze kuangazia taarifa hii kiundani zaidi. Timu ya Silver Strikers kutoka nchini Malawi imewasili ndani ya jiji la Dar es Salaam usiku wa kuamkia leo majira ya saa 2:30 usiku, tayari kwa mchezo wa marejeano dhidi ya Dar es Salaam Africans katika michuano ya kimataifa ligi ya mabingwa barani Afrika. Hata hivyo, kinachozungumzwa zaidi sio mchezo wao, bali vitendo vyao vya kushangaza mara baada ya kutoa ndani ya Tanzania, ambavyo vimezua gumzo kubwa miongoni mwa mashabiki wa soka na wadau mbalimbali. Mara tu baada ya kutua katika uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere JNIA, kikosi hicho kilionekana kikiwa na mwenendo usio wa kawaida, jambo lililovuta hisia za wengi. Habari kutoka kwa mashuhuda zinaeleza kuwa wachezaji wa Silver Strikers walikataa kupanda basi maalum lililoandaliwa na klabu ya Yanga kwa ajili ya kuwasafirisha hadi hotelini. Badala yake waliomba basi lao maalum walilokuwa wameandaa kutoka Malawi, wakisisitiza kuwa hawataki kuchanganyikiwa na chochote kile kilichoandaliwa na mwenyeji. Mambo hayakuishia hapo. Wakati wakielekea kwenye basi lao, walitandika kanga zenye michoro ya ajabu chini ya mlango, huku kila mchezaji akikanyaga kanga hiyo kabla ya kupanda ndani, kana kwamba ilikuwa ni sehemu ya tambiko au utaratibu maalum wa kiimani. Baadhi ya mashabiki waliokuwa eneo hilo walisikika wakisema hawa wametoka mbali na ushirikina wao, wanaogopa kila kitu. Kabla ya kuingia hotelini, chanzo kutoka ndani ya kambi ya timu hiyo kimeeleza kuwa kila mchezaji alipewa kimiminika maalum kinachofanana na maji ambacho walinawa mikono na nyuso zao kabla ya kuingia kwenye eneo la mapokezi. Wengine walionekana wakiweka tone kadhaa ya kimiminika hicho kwenye viatu na soksi zao. Wachezaji waliokuwa karibu au mashabiki ambao walikuwa pia karibu walisema kwamba kimimina hicho kinaondoa ni kama nuksi hivi na macho mabaya. Tukio hilo limeibua hisia kali mitandaoni, hasa miongoni mwa mashabiki wa soka nchini Tanzania. Wapo wanaoamini kwamba tamaduni zao za kiimani, lakini wengi wameona ni ishara ya kuogopa nguvu za Yanga ambao wamekuwa moto wa kotea mbali katika mechi za kimataifa. Baadhi ya wachambuzi wa michezo wameeleza kuwa vitendo hivyo vinatokana na imani potofu kwamba timu inapokuwa ugenini inaweza kusetiwa au kuwekewa mikono na wenyeji kupitia vifaa kama basi, nyumba za hotel au hata chakula. Hivyo timu nyingi za Afrika zenye imani hizo huchukua tahadhari za aina kama hii hata kama haina ushahidi wa kisayansi. Hata hivyo, baadhi ya mashabiki wa klabu ya Yanga hawajafurahishwa na tabia hiyo, wakihisi kuwa ni aina ya dharau. Lakini pia kwa upande mwingine, hata kwa upande wa wachezaji ya makocha walikataa pia kuzungumza. Wakati hao yakijiri, Yanga tayari wameweka kambi rasmi wakijiandaa kwa mchezo huo unaotarajiwa kuwa mkali wenye mvutano mkubwa, huku tunafahamu Silver Strikers kwenye mchezo wa kwanza wao tayari waliondoka na ushindi wa goli 1-0. Hivyo wanahitaji sare aina yoyote ama tofauti ya goli moja. Kama wao watafunga, basi mambo yatawaendea tofauti kwa upande wa klabu ya Yanga.